Bwana Hans Raphael ameposti akiwa ameweka bayana kwamba Simba wako kwenye mazungumzo ya kina na kiungo mshambuliaji wao wa zamani Clatous Chota Chama kwa ajili ya kuona urejeo wake. Yaani kwa maneno mengine unaweza kusema ni kama vile Simba wanataka kufanya kitu kinaitwa Return of the King, yaani kwamba mfalme ambaye alikuwepo pale, mwamba ambaye alikuwepo pale, wanataka kuona anarudi. Sasa of course mashabiki wa Simba wanaweza kuwa na mawazo tofauti tofauti kuhusiana na Chama, lakini kitu ambacho mimi naweza nikakisema kwa kuanzia, kabla sijakuja kwenye maelezo mengine, ni kwamba nawaelewa Simba, nawaelewa honestly. Yani najua ama naona huu mvuto wa kumrudisha tena Chama unapotokea kwa upande wa Simba. Binafsi nauona na nauelewa unapotokea. Unajua kiukweli kabisa Simba Sports Club tangu alipoondoka Chama, lakini pengine tangu Chama alipotua kwenye ardhi ya nchi hii, inawezekana Simba, Yanga na hata kwenye timu zingine, in terms of uwezo wa kuwa na ubunifu, uwezo wa kuzitengeneza nafasi kwa kiwango ambacho ni kikubwa, pengine hakuja kuwa na kiungo kama Chama kwenye swala zima la kuwa na uwezo wa kutengeneza nafasi. Azizi alikuwa ni more of an attacking midfielder. Priority yake ilikuwa ni score first, very good, shot power, kila kitu. Of course alikuwa anaweza kuziona pasi kwa kiwango chake, lakini ukiniuliza mimi sio katika level ambayo alikuwa anaweza kuiona pasi Clatous Chota Chama. Kwa hiyo interest ya Simba Sports Club naiona inapotokea. Na to be fair, mimi ni mtu ambaye nikiwa hewani, kwa maana ya kwenye redio, lakini pia hata kwenye mitandao yangu ya kijamii, nimeshakuwa na nafasi ya kila hapa na pale kuzungumza ama kuandika chochote kitu kuhusu Clatous Chota Chama kwa takriban msimu mmoja huu aliokuwa Young Africans uliopita, lakini hata namna ambavyo aliondoka Simba. Binafsi nilikuwa naamini kwamba kitu kikubwa ambacho kinaonekana kama kinamsumbua Clatous Chota Chama, kwa mtazamo wangu mimi, nafikiri hakihusiani zaidi na uwezo, bali nafikiri ni kwenye kichwa chake mwenyewe. Mimi naamini Clatous Chota Chama akiwa ametulia kabisa mentally, akiwa anaitaka mechi, akiwa na hamu ya kuvaa jezi, hakuna mchezaji ambaye anaweza kuendelea kukupa moments nzuri na bora za kuweza kuibeba timu na kuisaidia kikamilifu kwenye eneo la namba 10 kushinda Clatous Chota Chama hapa ndani kwenye ligi yetu. Ni issue ya namna ambavyo utayari wake ni kwa kiasi gani anaonekana ana appetite. Mimi niliwahi kuweka bayana, nafikiri ile move kutoka Berkane aliporudi tena Simba, mimi niliwahi kuweka bayana hewani, sikuamini kama alipotoka kule aliporudi tena Simba kama alikuwa ni mtu yule yule. Sio kutokana na sana na uwezo, bali ni kama vile katika hali ya kawaida, hata kibinadamu tu, ile ilikuwa ni kama a step back. Yani kwa mtu ambaye alikuwa ametoka hapa kwa wasifu aliokuwa nao Chama, kwenda Morocco kukaa miezi 6 tena ukarudi, mtu yoyote, sio Chama tu, ni lazima kuna namna itakurudisha nyuma. Kwa bahati mbaya sana ile hali ni kama pengine kuna muda ilimchukua zaidi Chama, lakini kama tunazungumzia tu uwezo halisi, Chama na miaka 34, lakini kitu ambacho mimi naweza nikakihakikisha kwenu nyinyi, au pia tukawa tunakubaliana kwamba ligi yetu kuna wachezaji wengi ambao ni wakubwa kiumri lakini wana perform. Unajua ligi yetu sisi ni ligi ambayo pesi yake iko chini. Yaani Tanzania ligi yetu sisi, pesi ya ligi yetu iko chini. Sio ligi ambayo inaweza kukufanya ukawa physically unatolewa mapema kwenye mipango ya ligi yetu. Yaani ligi yetu haikuondoi physically eti ukiwa na miaka 32, 33, hapana. Kwa hiyo kwa kesi ya Clatous Chota Chama, msimu uliopita kapata dakika takriban kama 934 kwenye kikosi cha Young Africans, kafunga magoli 6 na assist 3. Unajua pengine ilikuwa inajulikana hata kwa yeye mwenyewe Clatous Chota Chama kwamba alipokuwa anakwenda Young Africans asingeweza kuwa mchezaji ambaye anaanza. Yaani kwamba kitendo cha kuwa kuna Azizi pale ambaye ndio the main man ambaye yeye alimkuta, ni wazi pengine hata kwenye makubaliano yake labda na rais wa Young Africans, pengine walishaambizana kwamba bwana, wewe unaweza usiwe mchezaji ambaye unaanza. Lakini kila alipokuwa anapewa dakika msimu uliopita kwenye kikosi cha Young Africans, Chama alikuwa na deliver. To be fair to him, kila alipokuwa anapewa hizo dakika, inawezekana tu kwa ujumla wake, inawezekana ule uwepo wake haukuweza kujustify yeye kuendelea kuwepo, lakini kwa dakika ambazo alizipata uwanjani, Chama delivered. To be fair to him, kwa sababu goli 6, assist 3 kwenye dakika takriban 934, maana yake kila baada ya dakika 104 msimu uliopita akiwa kwenye kikosi cha Young Africans, Chama alikuwa anafunga au anatoa pasi ya mwisho kila baada ya dakika 104. Viungo washambuliaji ambao wanaanza kila wiki, week in week out, regular starters,
wana wastani wa kuchangia goli ama asisti kila baada ya dakika 150 mpaka dakika 220. Chama alikuwa anachangia goli ama asisti kwenye kikosi cha Young Africans msimu uliopita kila baada ya dakika 104. Huyu ni mchezaji ambaye alikuwa hapati nafasi ya kwanza, alikuwa anajua kabisa ni mchezaji ambaye atakuwa anazungushwa zaidi kwa maana ya rotation, lakini ulikuwa unaona ufanisi wa Chama upo pale, yaani kwamba akipewa nafasi anabadilisha mechi, akipewa nafasi anaamua mechi. Kwa hiyo to be fair kwake, huo ni mrejesho mzuri, yaani dakika 104 goal au assist kwa mtu ambaye hana uhakika wa kuanza kwenye kikosi cha kwanza msimu uliopita ni mrejesho wa hali ya juu. That's a high efficiency, kwa sababu nimeweka bayana hapa kwamba viungo washambuliaji ambao wanaanza week in week out kila baada ya dakika 150 mpaka dakika 220 ndio wana wastani wa kufunga au kuassist kwenye ligi yetu. Sasa ukienda hata ukitazama pia mrejesho wa magoli 9 ambao waliweza kuweka msimu uliopita, kwa maana ya magoli 6 na assist 3 ndani ya dakika 900, kikawaida kiungo mshambuliaji ambaye anakupa mrejesho huo anatakiwa awe amecheza at least dakika 2500 mpaka dakika 3000. Yaani viungo washambuliaji ambao ni regulars kwenye timu zao, ana uhakika wa kuanza, ndio namba 10 ambaye ni main. Basi mrejesho ambao Chama aliweka kwa Young Africans msimu uliopita kwa dakika zake 900, viungo katika hali ya kawaida huwa wanachukua dakika takriban 2500 mpaka 3000 kuweza kukupa mrejesho kama aliyoutoa Chama msimu uliopita. Goli 6, assist 3. Kuna viungo wengi washambuliaji kwenye ligi yetu msimu uliopita walikuwa wanaanza na hawakuikaribia hiyo namba ambayo Chama alikuja kuiweka mwisho wa siku. Kwa hiyo Chama ni huyo mchezaji ambaye mimi na binafsi ukiniuliza ni issue ya Chama tu namna ambavyo akili yake tu itakuwa ina utayari na jinsi ambavyo atakuwa yuko tayari kuipokea na kuivaa jezi kikamilifu kwa yale matamanio yake. Lakini hakuna changamoto yote kuhusu uwezo wa Chama. Of course Chama wa miaka 3-4 nyuma alikuwa na umri mdogo, pengine alikuwa na miaka 29, 28, energy yake ilikuwa kubwa, lakini kwa kusema tu kwamba eti hawezi tena kuendelea kusustain, msimu huu tumemwona akiwa na Singida, performance yake namna ilivyokuwa kwenye ile michuano ya Sekafa ambayo walishia kuichukua Singida mwisho wa siku, michuano ya kimataifa kwenye zile hatua za awali, na kwenye ligi hivi sasa mechi 4 magoli 2. Chama ni yule, yaani tena kwa watu ambao wamemwangalia Chama kwenye kikosi cha Singida msimu huu, unamwona kabisa Chama appetite yake ipo pale. Kwa hiyo interest ya Simba kama nilivyoweka bayana mwanzo kabisa wa hii video, na ione inapotokea, na inawezekana kabisa hii move ikapatikana of course. Kwa hiyo wana Simba bwana, taarifa iliyopo ni kwamba Chama bwana anatazamwa tena. Mzee wa Locomotive Fate tayari viongozi wa Simba huko wanajaribu kupush kweli kitufe kuhakikisha kwamba anarudi kwenye kikosi hicho, na waelewa wanapotokea tangu alipoondoka hawajapata Simba kiungo kama yule kwenye eneo la namba 10. Kwa hiyo yule ni proven and tested kwenye ligi. Siamini kama uwezo wake umemalizika Chama, hilo ameliprove akiwa na Singida. Ni issue ya namna ambavyo mentally anakaa sawa, anaonekana yuko vizuri zaidi kiakili, kiutulivu kwenye kikosi cha Singida msimu huu. Hana sababu yoyote Chama asiweze kurudisha nyakati na mazingira ambayo yalimfanya akatambulika na kuheshimika kwa kiasi kikubwa sana katika kikosi hicho miaka ya nyuma.